Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ayuha almu'minun alafadil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu katika iman, tunaendelea na silsila yetu hii ya kukumbushana kaifa yakunu almuslimu fi Ramadan. Aweje Muislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, au kama unajiuliza niweje mimi kama Muislamu ndani ya Ramadhan, tunaendelea hapo leo insha Allahu Taala. Katika mazungumzo yetu tutazungumzia masala mazima ya infaqu fi sabilillah. Vipi uwe katika Ramadhan kuwa ni mwenye kutoa? Ilazimishe nafsi yako kutoa kwa wingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa sababu nyingi ambazo nitakuja kukueleza. Moja, adhimul ajr, ujira mkubwa unaopatikana katika ibada ya kutoa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu katika imani, ibada ya kutoa kilicho chako unampa mtu mwingine ni ishara na ni dalili ya iman, kwa sababu unampa mtu kitu ambacho kinamnufaisha na haja kifanyia kazi. Katika hali ya kawaida ni kwamba tunabadilishana manufaa, mtu anakufanyia hili unamfanyia lile, hatimaye maisha yanaendelea, tunategemeana, lakini tunabadilishana manufaa kwa utaratibu kama huo. Ila swala la kutoa kilicho cha kwako ukampa mtu bure pasina kutaraji badala kutoka kwake, isipokuwa unataraji zile ahadi za Allah Jalla waala alizoziahidi kuwalipa maradufu wale wenye kutoa, ni dalili ya iman. Katika surati al-Baqara aya 261 Allah subhanahu wa ta'ala anatupa faida za utoaji, anatueleza malipo makubwa aliyoweka katika ibada ya kutoa mali zetu, vilivyo vyetu, kwa ajili ya watu wengine, kutatua na kusaidia shida zao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Aya hii ndugu zangu katika iman, Allah anatupigia mfano wa ile faida anayoipata mtoaji anapotoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa watu wanaotoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwasaidia wenye matatizo, kufanya kazi za dini, kulipa mishahara ya walimu wa madrasa, kujenga madrasa, kujenga misikiti, kuchimba visima, kusimamia watu wenye matatizo, mayatima, wajane, wagonjwa na maeneo mengi ya utoaji. Yani wale wanaotoa mali zao katika mambo ya kheri yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika mifano niliyoitaja, kamathali habatin ambatat sab'a sanabil. Angalia, Allah anatuonyesha mavuno na faida anazozipata. Kamathali habba ni kama mfano wa punje moja anayoiweka mkulima ndani ya ardhi, kisha ikaota ile punje moja. Jalia ni punje ya muhindi, amepanda mbegu moja ya muhindi, ikaota ile mbegu moja, ambatat sab'a sanabil, mbegu moja ikaotesha mashuke 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, katika kila shuke moja kuna punje 100. Yeye alipanda moja, alafu ikatoa mashuke 7, alafu kila shuke moja lina mbegu 100. Kisha Allah Jalla wa ala anasema wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah anampa nyongeza vile atakavyo yule amtakaye. Aya hii inatupa ishara kwamba sio idadi tu iliyotajwa kwamba 1 kwa 100, bali nyongeza ziko nyingi. Allah Jalla wa ala anamuongeza amtakaye, taban kwa ikhlasi yake. Kadiri unavyokuwa na ikhlas katika kufanya khairi, kadiri ambavyo umemkusudia Allah Jalla wa ala katika huo utoaji wako, ndio kadiri nyongeza zinavyokuwa nyingi. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kwa hiyo ni muhimu sana, kama utakuwa unajiuliza niweje katika Ramadhan, kuwa mtoaji. Toa kwa wingi, futurisha watu, simamia majukumu ya kheri, simamia majukumu ya dawa, fanya yale ambayo yanatakiwa kufanyika. Waangalie wajane, waangalie mayatima, waangalie maskini, tatua matatizo yao. Hivyo ndugu zangu katika iman,
katika swala la utoaji katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni pamoja na kuwafuturisha waliofunga. Katika eneo hili natamani nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Wakati tunapofunga katika maisha kabla ya saumu, kuna watu wanakula mlo mmoja, wengine hawapati kabisa, wakati mwingine analala njaa, wakati mwingine anashinda njaa. Lakini subhanallah, ndani ya Ramadhani inapoingia watu wanataraji kwamba kwa kuwa ni msimu wa kheri, watu wana ukarimu, kwa hiyo atapata ahweni. Wale mnaowaona wakizunguka barabarani, kwenye maduka yenu, kwenye maofisi yenu wakiomba, wengine sio kwamba kazi yao ni kuomba, ameshindwa. Na Allah jalla wa ala ameyataja makundi haya ndani ya Qur'an, walladhina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Allah anawakumbusha aliyowapa mali kwamba ndani ya mali zao kuna fungu maalum, kuna haki maalum ya wale wanaopita wakiomba na wasioomba. Na hili kundi la wasioomba pia katika mazingira na zama tulizonazo linasahulika. Kuna mtu ana shida kweli kweli, lakini hajui kunyosha mkono kumwomba mtu. Lakini natakiwa Waislamu wamjue kwamba huyu hali yake ni dhaifu. Itajulikana vipi? Ule utamaduni wa kutembeleana haupo, kujuliana hali haupo, kila mmoja yuko bize. Kwa hiyo kundi hili la wale wenye shida wasioomba litaendelea kusahulika. Lakini Allah kalitaja lisaili wal mahrum fi amwalihim haqqun ma'lumun lihaula, katika mali zao pana fungu maalum la hawa asail, wanaopita wakiomba, wal mahrum, hana lakini hajui kuomba, nao pia wana mafungu yao. Kwa hiyo miongoni mwa faida au miongoni mwa majukumu tunatakiwa kuyafanya sana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni pamoja na kutoa. Katika kutoa ni kuwafuturisha waliofunga, na kumfuturisha aliyefunga, Allah jalla wa ala jinsi alivyokuwa mkarimu, anakupa ujira wa swaumu yako wewe na swaumu ya yule aliyefunga ukamfuturisha, na yeye pia hakosi ujira wa swaumu yake. Allahu akbar. Allah ni mkarimu, Allah anatoa, ni mwenye huruma, utoaji ambao hauna mfano wake. Anasimulia Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu wa arda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من فطر صائما, atakayemfuturisha mfungaji aliyefunga, falahu mithlu ajrihi, atapata mfuturishaji mithili ya ujira wa mfungaji, min ghairi an yanqusa min ajri saimi shay'un, pasina kupungua katika ujira wa mfungaji chochote. Sio kwamba ukimfuturisha mtu umeibeba saumu yake kwamba yeye hana ujira. Anakulipa Allah mithili ya ujira wake, pamoja na yeye huyu mfuturishwaji kuto kupungiwa chochote katika ujira wake. Kwa nini ndugu yangu usitengeneze mazingira ya kuwa na saumu nyingi ndani ya siku moja? Narudia tena kwa umuhimu, kuna tangazo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu anaweza kuwa na swaumu zaidi ya moja ndani ya siku moja. Kadiri ya wale utakaowafuturisha unapata thawabu za ujira, unapata ujira wa zile swaumu zao walizofunga. Ukimfuturisha mmoja, wawili, 10, 100, unaendelea kuvuna. Ndugu zangu, tuwe na yaqeen na ahadi za Allah jalla wa ala na ahadi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam, Allah jalla wa ala amemtakasa, hatamki kwa matamanio ya nafsi yake, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ukiyasikia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, yabebe kwamba ni wahi, ni taarifa kutoka kwa Allah jalla wa ala. Kwa hiyo hii ni nukta ya kwanza muhimu ambayo inatakiwa uiweke katika akili yako, wewe ambaye unatafuta uweje na ufanye nini katika Ramadhan. Fursa ndio hizo. Kadhalik kun ajwada an-nas fi Ramadhan. Kaifa akunu fi Ramadhan? Kun ajwada an-nas, kuwa ni mkarimu. Jifunze tabia ya ukarimu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasimulia, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu mno katika watu. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, lakini ukarimu wake uliongezeka maradufu ndani ya mwezi wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril,
wakati alipokuwa akikutana na Jibril fayudarisuhu alquran. Jibril alayhi salatu wassalam alikuwa na utaratibu wa kumdarasisha Mtume sallallahu alayhi wasallam Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani, anamjia kila siku kumsomesha Qur'an. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, Jibril alikuwa na appointment na Mtume kila siku usiku wa mwezi wa Ramadhan, fayudarisuhu alquran, anamdarasisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Sasa anasimulia Abdullah ibn Abbas, anasema fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala, anakuwa Mtume ni karimu zaidi pale anapokutana na Jibril, ukarimu wake unaongezeka zaidi min ar-rihil mursala, kuliko upepo uliotumwa, upepo ambao ni wa kheri. Kwa hiyo ndugu zangu katika iman, wewe ambaye unajiuliza ufanye nini katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuwa mkarimu, wakirimu waja wa Allah jalla wa ala, kwa kutaraji kwamba na wewe Allah atakukirimu. Madha af'al wa kaifa akunu fi Ramadhan? تدبر واعلم أن الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في رمضان، الصدقة في رمضان تطفئ الخطيئة. Elewa na uzingatie kwamba utoaji, kutoa mali yako, kufanya ihsani, kutenda wema, kuwasaidia watu, kutatua matatizo ya watu, sadaqa asili yake inafunika au inazima madhambi, kama alivyosema Mtume sallam katika hadithi ya Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardah, anasema qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Muadh, anamwambia ala adulluka ala abwabil khair. Wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawafundisha masahaba kwa njia ya maswali, na hasa maswali ya kuleta shauku, kuamsha ari, kumfanya mtu awe makini, azingatie kinachosemwa. Ala adulluka ala abwabil khair, Muadh, je, nisikujulishe mlango katika milango ya kheri? Ala adulluka, je, nisikufundishe nikakufahamisha ala abwabil khair, milango ya kheri wataka kuijua? Qultu bala ya Rasulullah, nikasema kwa nini usinifahamishe ya Mtume Allah, nifahamishe ya Rasulullah. Qala, Mtume sallallahu akaanza kuitaja milango ya kheri. Moja, as-sawmu junna, funga ni ngao, ni kinga. Kama vile mtu anapigana ana ngao anaizuia kutokana na silaha za adui, basi saumu ni kinga, saumu ni ngao. Saumu inakulinda. Inakulinda na nini? Inakulinda na maovu, inakulinda na madhambi, inakulinda na machafu. Anapokuwa mtu kafunga, yuko kwenye himaya ya Allah jalla waala. Kwa hiyo saumu ni mlango katika milango ya kheri. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a kama yutfi'ul ma'un nar. Mlango wa pili katika milango ya kheri, Mtume akamwambia, na sadaka ina kawaida ya kuzima madhambi. Madhambi yana moto, unamchoma mtu. Kwa hiyo ile sadaka inakuja kuzima ule moto wa madhambi. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'a, na sadaka inazima makosa na madhambi, kama yutfi'ul ma'un nar, kama vile maji yanavyozima moto. Kwa ndugu zangu katika iman, tuweje katika Ramadhan? Tufanye nini katika Ramadhan? Tuwekeze katika kuwasaidia waja wa Allah, tuwekeze katika kutatua matatizo ya watu, tuwekeze katika kuwafuturisha watu. Unaweza ukawa unaona hali ni nzuri kwa sababu pengine Allah jalla waala akakuneemesha. Kuna mtu anafunga mpaka inafika jioni bado hakijaeleweka, hajui anakula nini, hajui daku yake. Tuwafikirie watu kama hao. Tuweni ni wenye huruma, kwa sababu arrahimun yarhamuhumur rahman, wenye huruma nao huhurumiwa na Allah mwingi wa huruma. Irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama, waoneeni huruma waja wa Allah hapa ardhini, ili na yeye Allah jalla waala aliyeko juu aweze kukuhurumieni. Kwa hiyo tufunge darsa yetu ya leo kwa nukta hii kwamba arrahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama, wenye huruma
wanahurumiwa na Allah mwingi wa rehma. Waoneeni huruma waja wa Allah jalla waala, na yeye Allah mwingi wa rehma atakuoneeni huruma. Kwa hiyo tunataraji tabia za ukarimu zihuike katika mwezi huu wa Ramadhan, bali turudi katika zile tabia za mwanzo za wazee wetu. Ukiwauliza watu wazima ambao wamenizidi mathalan mimi umri, japokuwa na mimi nimediriki hiyo hali, watakwambia zamani iftari zilikuwa zinaliwa mabarazani. Ukipita kwenye miji kama mji wetu huu, hizi nyumba za mjini walioko barabarani, iftari inawekwa nje, kila anayepita anahitaji kula anapata chakula. Bali kuna watu hawezi kutoka msikitini kwenda nyumbani kufuturu peke yake mpaka apate watu wa kuondoka nao. Hizi tabia zinaenda wapi ndugu zangu? Mbona zinapotea? Kuna watu wanakuja kuswali msikitini, ni mgeni alikuwa anapita, hajui aende wapi. Turudisheni tabia hizi za ukarimu, mpaka isitokee mtu ndani ya Ramadhani anakwenda hotelini kununua chakula. Hapana, hapana. Tumefunga, ndugu zake wapo, tujuane kwamba fulani atakuwa na matatizo, peleka chakula katika familia ile, na sadaka yako iwe ni ya siri. Na pengine inshallah tutakuja kuandaa halaka moja katika kuelezea adabu za kutoa. Sio unapotoa inakuwa kama unamsimbulia mtu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe ilmu na manfaa, atunufaishe na haya tunayoyasikia, na atujalie tuyaweke katika utendaji. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullah.